Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Kwa kutambua kuwa nguvu ya kudhibiti Ebola iko ndani ya jamii, WHO yachukua hatua kurahisisha wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia kwa urahisi vituo vya matibabu. Tayari tunashirikiana na waziri wa afya kubaini mahali ambako tunaweza kuweka kituo hicho. Na mnajua katika WHO tunachopendekeza sana kwa nchi ni kuwa na mwitikio wa karibu zaidi na jamii ili kuepuka upinzani katika ngazi ya jamii. Na leo katika kujifunza Kiswahili tunabisha hodi Chuo Kikuu cha Nairobi, Kenya kupata ufafanuzi wa methali. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 21 ya mwezi Mei mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari. Hii leo unawasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Lea. Tuanze na Ebola. Hadi sasa tani 30 za vifaa vya dharura vya kukabiliana na Ebola vimewasili Bunia, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya siku 4 pekee kwa msaada wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO. Vifaa hivyo ni pamoja na dawa, vifaa vya maabara, vifaa vya kujikinga na mahema ya kuhudumia wagonjwa. Huku shirika la afya duniani WHO likisema zaidi ya watu 600 wanashukiwa kuwa na Ebola na vifo zaidi 139 vinavyoshukiwa vya ugonjwa huo tangu uliporipotiwa kuanza. Tukisalia na Ebola, ili vifaa vya Ebola vifike kwa wakati, wako mashujaa nyuma ya pazia wanaohakikisha kila mzigo unasafiri salama. Miongoni mwao ni Milton Olo, mwenye miaka 30 ya uzoefu kupakia mizigo katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini Kenya, ambaye sasa yuko mstari wa mbele kusaidia safari za ndege za Umoja wa Mataifa UNHAS. Anasema, tunachofanya hapa ni kuhakikisha kwamba mizigo inayoelekea Kongo DRC imepangwa vizuri na kupakiwa ipasavyo ili isiharibike. Pia naona fahari na maisha ya watu yanapookolewa na furahi. Na jukwaa la 13 la miji duniani linaelekea ukingoni huko Baku, Azerbaijan, likijadili changamoto ya makazi duniani. Rehema Kishoa kutoka Tanzania, Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, anafafanua hatua anazochukua kukabili changamoto hiyo. Kama serikali inazo hatua mbalimbali ambazo zinachukua, ikiwa ni pamoja na programu mbalimbali za gharama nafuu. Na hizi nyumba zinawalenga wananchi wote, na sasa wale wenye kipato cha chini. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Lea. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Je, wafahamu maana ya methali kware hutetemekea majanini? Kama la, basi ungana nami hadi katika kipengele cha jifunze Kiswahili. Integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi. Tunasonga mbele na sasa ni wasamada kwa kina. Kama ulivyosikia kwenye muktasari wa habari wetu, harakati za kudhibiti mlipuko wa Ebola zinaendelea huko DRC na Uganda. Na katika mada yetu kwa kina hii leo tunamulika yaliyojiri wakati maafisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO walipozungumza na waandishi wa habari huko Geneva, Uswizi, ambapo waandishi hao walitaka kupata ufafanuzi wa masuala kadhaa ikiwemo chanjo na kipi kinachofanyika ili jamii iwe kitovu cha udhibiti wa maambukizi ya Ebola. Mwenyeji wetu ni Assumpta Massoi. Karibu Assumpta.
Bila shaka, tuanze na ainisho la Ebola ni nini? Dr. Marie-Rosaline Belizer kutoka WHO anafafanua. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ulionekana kwa mara ya kwanza mwaka 1976 wakati wa milipuko miwili iliyotokea kwa wakati mmoja katika maeneo ambayo sasa ni Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu na mto Ebola ambao uliupa ugonjwa huo jina lake. Ni virusi ambavyo hifadhi yake ya asili ni popo wanaokula matunda na vinaweza kuambukizwa kwa binadamu kupitia kugusana na wanyama walioambukizwa na au majimaji yao ya kibiolojia na majimaji ya mwili. Je, dalili zake ni zipi? Dalili za ugonjwa huu zinaweza kujitokeza ghafla au kwa haraka sana, kwa homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya misuli, maumivu ya kichwa na koo kuuma. Dalili hizi zinaweza kuendelea hadi kusababisha kutapika, kuhara na maumivu ya tumbo, na katika hali mbaya ugonjwa huu unaweza kuathiri ini na figo na kusababisha kutokwa na damu kupitia matundu ya mwili, kwa mfano kupitia mdomoni, kutapika damu, na pia unaweza kusababisha damu kutoka puani, na damu inaweza pia kuonekana kwenye kinyesi. Kutokwa na damu kunaweza kutokea kupitia matundu yote ya mwili, na hapo ndipo tunapokuwa katika hatua kali ya ugonjwa huu. Lakini leo, kutokana na uwezo wa kugundua ugonjwa mapema, matibabu ya haraka na hatua za kinga zinazolingana na ugonjwa huu, inawezekana kudhibiti vyema milipuko na kuokoa maisha. Mlipuko wa sasa uliotangazwa Jumapili ni wa virusi aina ya Bundibugyo. Je, vina chanjo au tiba? Dr. Vasi Mudhi kutoka WHO anayehusika na tafiti anasema. Ni wazi kwamba hatuna chanjo yoyote iliyoidhinishwa kwa ajili ya Bundibugyo. Kuna chanjo ya RVSV Bundibugyo. Hivyo hii itakuwa sawa na Iverbo, lakini mahususi kwa Bundibugyo. Kwa sasa hakuna dozi za chanjo hii zinazopatikana kwa majaribio ya kitabibu. Kwa hiyo inapaswa kupewa kipaumbele kama chanjo yenye matumaini zaidi kwa Bundibugyo. Taarifa tulizonazo zinaonyesha kwamba huenda ikachukua miezi 6 hadi 9. 6 to 9 months. Lakini je, licha ya mkurugenzi mkuu wa WHO kutangaza kuwa mlipuko wa sasa unasababisha dharura ya afya ya umma duniani, kuna uwezekano tishio likawa kubwa zaidi na kiwango cha dharura kikaongezwa? Kamati ya WHO inahusika na kutangaza dharura ilikutana Jumanne usiku na mwenyekiti wake Profesa Lucille Bloomberg anajibu hoja hiyo akisema, tunakubaliana kwamba hali ya sasa haijafikia vigezo vya kutangazwa kuwa dharura ya janga la kimataifa. Watu walio katika eneo hilo pamoja na wale wanaoshughulikia mwitikio wanapaswa kuwekwa salama na kupewa nafasi ya kufanya yale wanayohitaji kufanya katika kipindi muhimu kama hiki. Kumekuweko na madai kwamba WHO ilichelewa kuripoti mlipuko. Dr. Anais Legand, afisa wa kiufundi wa WHO, anafafanua. Ningependa kuwakumbusha wote kwamba ufuatiliaji huanzia ndani ya jamii na huanza na mamlaka za afya katika kila nchi. Mara tu WHO ilipopata taarifa ya dalili hiyo, msaada ulitolewa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kufanya uchunguzi haraka iwezekanavyo, na hatimaye hili lilithibitishwa mwishoni mwa wiki iliyopita. Uchunguzi bado unaendelea ili kubaini ni lini na wapi hasa mlipuko huu ulianza. Kwa kuzingatia ukubwa wake, tunadhani kwamba huenda ulianza miezi kadhaa iliyopita. Ili kuepuka safari za umbali kwa wananchi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata tiba au kuchunguzwa, WHO imechukua hatua. Dr. Marie-Rosaline Belizer, afisa wake, anasema kwamba tayari tunashirikiana na waziri wa afya kubaini mahali ambako tunaweza kuweka kituo hicho. Na mnajua katika WHO tunachopendekeza sana kwa nchi ni kuwa na mwitikio wa karibu zaidi na jamii ili kuepuka upinzani katika ngazi ya jamii. Kwa hiyo vituo vya matibabu vinawekwa katika maeneo ambako mlipuko unaendelea. Katika muktadha wa kuzuia maambukizi huko Uganda ambako tayari Ebola imeripotiwa, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus akapongeza hatua ya serikali. Naishukuru serikali ya Uganda kwa kuahirisha maadhimisho ya kila mwaka ya siku ya mashahidi ambayo yanaweza kuvutia hadi watu milioni 2. Shukrani zangu za pekee ziende Rais Yoweri Museveni kwa kuchukua hatua hii.
WHO ina timu ipo nchini humo kusaidia mamlaka za kitaifa katika kukabiliana na hali hiyo. Shukrani sana Assumpta Massoi kwa mada hiyo. Na sasa ni wasaa kujifunza Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga, ambaye yeye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Hapa anafafanua maana ya methali kware hutetemekea majanini. Kware hutetemekea majanini. Kware ni ndege mdogo kama kuku anayeishi kichakani kwenye magugu na majani. Ndege huyu hutingika mahali alipopazoea ama kule kichakani kwenye majani mengi. Inatushauri kwamba mtu anapokumbwa na tatizo fulani, yeye ukimbilia hifadhi salama anakokaa. Kwamba ukitaka kitu hunabudi kukiendea kinapopatikana. Usihangaike kutafuta vitu kwingineko, na pale kware alipo ndipo tutakapompata. Hatuwezi kumpata mahali pengine. Shukrani sana Dr. Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Basi kufikia hapa nami nakunja jamvi letu hii leo Alhamisi. Lakini tukutane tena Alhamisi wiki ijayo, si Jumanne, kwa kuwa Jumanne hatutakuwa na matangazo ya video kwa sababu kuna mfululizo wa sikukuu hapa Marekani na Umoja wa Mataifa. Na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku, hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine tumekuwekea tayari katika YouTube, rambaza habari za UN, na ukurasa wetu wa mtandaoni, mtandao wa X, jinani hilo hilo habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu habari za UN, inapatikana Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hii leo, jina langu ni Lea Mushi. Ninakutakia amani na kwa heri kutoka New York, Marekani.